Habari wakati huu mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi maalum, kipindi ambacho hii leo tutakwenda kuangazia siku adhimu kabisa katika maisha ya mwanadamu yeyote, na maanisha siku ya mwalimu duniani. Lakini kulizungumza hilo, nimealika hapa maafisa kutoka Tume ya Utumishi wa Walimu Tanzania, TSC, Kiingereza hiki. Kushoto kwangu hapa yuko Fatuma Muya, yeye ni mkurugenzi idara ya ajira, maadili na maendeleo ya walimu kutoka Tume ya Utumishi wa Walimu Tanzania. Lakini kushoto kwake na yeye yuko Absa Othman, yeye ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya utawala. Habari wakati huu? Salama. Karibuni. Asante sana. Mimi ni Bakari Msuya, lakini katika kuliangazia hili mtazamaji, tutakwenda kugusia vipengele vingi. Kabla tujaanza mazungumzo, mlisema kwamba ualimu ndio kada mama ya kada nyingine ama taaluma nyingine. Hilo halina ubishi. Kwa tutazungumzia mambo mengi, nisiseme mtazamaji atayafahamu mbele wakati anafuatilia. Lakini tuanze na hii Tume ya Utumishi wa Walimu. Iko kwa miaka kadhaa. Huenda kuna Mtanzania hivi sasa anayetutazama ndio amesikia kwa mara ya kwanza. Ni kitu gani hiki Tume ya Utumishi wa Walimu Tanzania? Tuanze na Absa, karibu. Asante. Tume ya Utumishi wa Walimu ni taasisi ya umma ambayo imeanzishwa kwa sheria ya Bunge namba 25, au tunaweza tukairifaa au tukairejea kama sheria sura 448. Tume ya Utumishi wa Walimu ilianza kutekeleza majukumu yake mwaka 2016 ikiwa hapa jijini Dodoma, lakini tume kwa muundo wake ina ofisi kwenye kila wilaya. Kwa maana wilaya zote za Tanzania bara, wilaya 139 ipo ofisi ya Tume ya Utumishi wa Walimu. Na katika ofisi ya makao makuu, Tume ya Utumishi wa Walimu ina idara mbili, idara inayoshughulikia masuala ya utawala pamoja na idara inayoshughulikia masuala ya ajira, maadili na maendeleo ya walimu, ambaye mkurugenzi anayeongoza idara hiyo ndio tuko naye hapa Bi Fatma. Lakini pia tume ina makamishna 8 wanaoteuliwa na waziri mwenye dhamana serikali za mitaa, ambao wanatoka kwenye ofisi mbalimbali za umma, lakini pia kuna wawakilishi wawili wanaotoka kwenye Chama cha Walimu Tanzania, ambapo kwa kifupi tunaita CWT, ambao ndio chama kinachofanya mazungumzo yanayohusiana na walimu baina yake na serikali. Lakini pia tume ina majukumu makubwa mawili, naweza nikasema yamegawanyika katika sehemu mbili. Inashughulikia masuala ya ajira za walimu. Tunapozungumzia ajira za walimu, tunazungumzia kuhusiana na mchakato ule wa kuwaingiza kwenye utumishi wa umma baada ya mchakato wa kuwasaili kukamilika. Lakini pia masuala ya promotion, masuala ya kuthibitishwa kazini, wanapofikia wakati wa kuhitimisha utumishi wao kwenye kustaafu, tume inashughulika. Tunapozungumzia upande wa maadili na nidhamu, tume inashughulika katika kutoa elimu kuhusiana na maadili ya utumishi wa umma, lakini na maadili ya walimu mahususi katika utumishi wao, na pia kuchukua hatua za kinidhamu kwa wale walimu ambao wanaenda kinyume na yale ambao wanatakiwa kuyafanya kwa jamii na kwa watoto ambao wanawafundisha. Nimependa kuzungumza kipengele cha maadili, tutakuja kukizungumza. Lakini je, kwako mkurugenzi Fatuma, Absa mkurugenzi naye ameeleza kwa kifupi historia fupi ya TSC. Tuje kwenye siku adhimu kabisa, siku ya walimu duniani, ambayo huadhimishwa kila Oktoba 5. Na maadhimisho yameanza tangu mwaka 1994. Takriban miaka zaidi ya 30 sasa. Kwa nini siku hii? Kwa nini kumekuwa na siku ya walimu duniani? Lengo ni nini hasa? Asante Bwana Bakari. Kwanza nashukuru kupata fursa hii. Siku ya mwalimu duniani, kama ulivyosema Bwana Bakari, ni siku ambayo kumbukumbu yake inarudi hadi mwaka 1994, pale ambapo shirika la kimataifa kwa maarufu linajulikana UNESCO pamoja na shirika la kazi duniani ILO walipofanya mkataba na kuridhia kwamba siku hii ya mwalimu duniani iwe ikifanyika kila mwaka kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5.
Na siku hii ya mwalimu duniani, lengo lake kubwa ni kuenzi mchango wa mwalimu, kama ulivyosema pale mwanzo kwamba mwalimu ni mama wa kada zote, kwa maana mwalimu ni mlezi. Mtoto anatoka tangu asubuhi na kuachana na wazazi wake, anaenda shule na anaitumia siku nzima. Wengine wanaishia saa 10, wengine saa 9:30. Kwa hiyo muda wote ule anayemlea ni mwalimu. Sasa siku hii ni adhimu sana, tunaenzi mchango wa mwalimu kama mlezi, kama mzazi, na ndiye mwalimu anatengeneza taifa ambalo tulionao. Ukiwa rubani, wewe umetokana na mwalimu. Ukiwa daktari bingwa, iwe wa watoto au kina mama, wewe ni zao la mwalimu. Ukiwa mfanyabiashara maarufu, kwa hiyo mwalimu ndo anayetengeneza kada zote. Mahali ambapo vitu vinatengenezwa kama kiwanda maana yake. Kabisa. Yaani mwalimu ni kiwanda kinachote, na kutokana na hizo kada ina maana anaijenga jamii, lakini analijenga taifa, na anapojenga taifa anajenga uchumi wa nchi. Kwa hiyo ndio maana mwalimu kama ulivyosema ni kiwanda. Mkurugenzi, ni zaidi ya miaka 30 tangu siku hii ianze kusherekewa duniani kote, lakini tukirejea hiyo miaka hiyo wakati siku hii inaanza, tukiangalia hadhi ya kada hii na sasa hivi, naamini kuna utofauti mkubwa. Unaizungumziaje hadhi ya ualimu ukilinganisha na miaka 30 iliyopita wakati tunaanza kusherekea siku hii ya walimu duniani? Asante sana. Tukiangalia hadhi ya mwalimu, tunaangalia ustawi wa mwalimu. Na tunapoangalia ustawi wa mwalimu, serikali imefanya mambo mengi sana kuhakikisha ustawi wa mwalimu unakuwepo. Hii ni pamoja na kuangalia maslahi ya walimu, lakini maslahi haya yanaangaliwa katika sehemu mbalimbali. Ndio pale tunaposema maendeleo ya mwalimu. Mwalimu anapoajiriwa ataendelezwa kielimu. Walimu wengi kama alikuwa na diploma, basi ataongeza kiwango chake, ataenda degree, na wengine mpaka labda wanafika masomo ya juu zaidi. Nimependa mkurugenzi Fatuma alizungumzia japo maslahi huwa hayana kikomo. Unazidi kupata, unazidi kuchakarika upate zaidi. Mtu mmoja asubuhi ananiambia kwa nini mwalimu asilipwe kama mtu fulani, mfano daktari mathalan, au nafasi fulani ya kisiasa? Kwa nini? Katika utumishi wetu wa umma kuna jambo ambalo linafanyika, tunaita kuchakata, kutathmini zile kazi, uzito wa kazi, majukumu ambayo ni kazi inayofanywa na ofisi yetu ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Kwa hiyo kuna idara kabisa ya uchambuzi wa kazi. Kwa hiyo yale maslahi yanayoendana na kazi husika yanatokana na ripoti au matokeo ya ule uchambuzi wa kazi uliofanyika. Kwa hiyo haitokei tu yani kutoka kusikojulikana kwamba mwalimu analipwa hivi, injinia analipwa hivi, daktari analipwa hivi. Kwa hiyo ni uchambuzi wa kazi unaofanywa na wataalamu katika eneo hilo ambalo wanaishauri serikali, na matokeo yake ndio kile ambacho kila mtumishi wa umma analipwa kutokana na uzito wa majukumu anayotekeleza. Wakati tunamaliza kusoma, japo elimu haina mwisho, nirejea kusema sijamaliza kusoma, kila siku ni shule. Watu ambao tulimaliza nao ambao walisoma kada hii ya ualimu, yani walikuwa wengine hata hawakwenda katika nafasi ambazo waliteuliwa, walichaguliwa. Lakini sasa hivi imekuwa ngumu sana. Mtu anamaliza ualimu, ana degree, kupata ajira yani ni kama kupanda mlima Kilimanjaro sasa hivi. Kulikoni? Ualimu ni sawa na kada zingine, kama tulivyosema pia ni mama wa kada, lakini katika mchakato wa ajira, nadhani umeongelea hilo, kwamba ajira sasa hivi tuna wasomi wengi. Na katika ajira hizi kwamba ili upate ufanisi, walimu wanapita mchakato wa ajira sawa na kada zingine. Na ili upate mwalimu mzuri, kuna mchakato wa usaili.
Kwa hiyo usaili unafanyika na kwa nafasi zilizotangazwa, ili kujaza zile nafasi, kama imetokea waombaji ni wengi, basi watachujwa na kupata wale ambao wamefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio maana walimu sasa hivi michakato yao ni kufanyiwa usaili na baadaye kupata walimu ambao wamefanya vizuri na kuweza kuajiriwa. Lakini unaniambia huu mchakato unaosema miaka yenu ulikuwepo, lakini hapa katikati miaka kadhaa 10-15 iliyopita ukawa kama umewekwa pembeni hivi. Nini kilisababisha? Nije kwa Hafsa. Kitu gani kilitokea? Kilichotokea ni juhudi za serikali katika kuongeza wigo wa watoto wetu kuingia katika fursa hii ya kielimu. Katikati ya miaka ya 2006 mpaka kufikia miaka ya mwanzoni wa 2010, serikali iliongeza juhudi katika kuimarisha miundombinu ya elimu, kuongeza shule pamoja na fursa za watoto kwenda shuleni. Kwa hiyo hiyo iliongeza uhitaji wa walimu katika sekta yetu hii ya elimu. Na hivyo serikali ikaona kwamba ili kuweza kupata walimu wengi wanaohitajika wenye sifa, kuachia ili soko la ajira, kwa maana kwamba anayepata sifa ya walimu kutoka chuo alikuwa anapangiwa kwenda kufundisha moja kwa moja. Lakini kipindi cha mwaka 2006, 2007 serikali pia ilitoa nafasi kwa baadhi ya wahitimu wa kidato cha 6. Walipewa mafunzo ya muda mfupi, wakaenda kufanya kazi, wakiwa kazini wakaendelezwa ili kupata taaluma ya walimu na kuendeleza majukumu yao. Lakini kwa sasa hivi tunaona kada yetu hii ya walimu imepanda thamani. Watu wengi wanatamani na wanawiwa kuingia kwenye kada ya walimu. Kwa hiyo tumejikuta kwamba kwenye soko la ajira wahitimu wa kada hii ya walimu ni wengi sana. Na hiyo ndio sababu ambapo serikali ikarudisha sasa, kama ambavyo michakato ipo kwenye kada nyingine, ikarudi sasa kwenye kada ya walimu ili kuweza kupata wale wahitimu wenye sifa za juu zaidi kuweza kutoa elimu kwa watoto wetu. Hivi kwa mfano mwalimu amekaa, mimi nafahamu mtu amemaliza miaka kama 2018 mpaka sasa hivi takriban miaka 7 sasa. Na amesoma mambo ya lugha na historia mpaka ameamua kuwa mjasiriamali. Kama mtumishi wa umma, namaanisha mkurugenzi Fatuma, lakini pia na Hafsa, lakini pia kama mzazi, kama mlezi, unamshauri nini kijana ambaye amekaa muda huo miaka hiyo yote na kitaaluma ni mwalimu? Nini cha kumwambia? Nadhani sera ya serikali kwa sasa hivi ni kutengeneza mazingira ambapo vijana wetu watajiajiri. Na kuna somo kabisa sasa hivi au kwenye mtaala inaitwa mafunzo ya amali. Mafunzo ya amali yanatutaka sisi tutumie mazingira yetu tunayoishi katika kujikwamua kiuchumi. Na mimi nakumbuka wakati tunasoma sisi tukiwa madarasa ya sekondari, kulikuwa na elimu ya kujitegemea. Na elimu hii nakumbuka imetokana na Azimio la Arusha la mwaka 1967. Sisi binafsi, mimi hapa nilikuwa tunaenda shambani kulima. Mnatoka shuleni, kila mtu umepangiwa mraba wako ukiwa shuleni kule. Na tulikuwa tunazalisha, na by then tulikuwa tunatumia mahindi kula sisi wenyewe. Yaani tunazalisha wenyewe tukiwa mashuleni. Kwa hiyo ile imetujenga sana hata unaporudi nyumbani. Kwa maana ule ujuzi unao, ambacho ndio kitu nakiona pia sasa hivi kinatokea kwamba mafunzo ya amali, mimi naona ni kama tumerudi sasa kwenye ile sera ya elimu ya kujitegemea. Kwa maana sasa hivi kuna vyuo vya VETA, lakini kuna ujuzi kama ususi, kama mapambo, kama mambo ya mapishi. Kwa hiyo kuwa na taaluma ya ualimu ni kitu kimoja, lakini kuwa na taaluma zaidi ya ualimu ili uweze kupata kipato zaidi. Na hata huu mshahara kama ni wa serikali hautoshi kwa mazingira sasa hivi. Mimi binafsi naona ni jambo jema sana. Yaani kuwa na ujuzi zaidi na kuweza kutumia mazingira tunaishi katika kuongeza kipato. Tunamwambia nini hapa mtu namna hiyo? Ni kuangalia fursa kwa sababu elimu aliyoipata katika vyuo ilikuwa ni ujuzi wa kufundisha. Lakini ninaamini
yapo masomo mengine aliyosoma au ufahamu mwingine aliyopewa kwa ajili ya kufungua fikra zake kufanya jambo lingine ambalo litakuwa ndani ya uwezo wake kulitekeleza. Kwa hiyo nafasi za ajira labda kwa serikalini au kwa wenzetu wa shule za binafsi ziko chache. Lakini hiyo haimzuii kijana ambaye amehitimu degree aliyesoma kwa miaka 3-4 kukosa maarifa mengine ya kutekeleza jambo lingine kwa ajili ya kujipatia kipato na kuendesha maisha. Katika tume hii pia mnashughulika na maadili ambayo ni sehemu ya malezi. Zaidi ya miaka 30 sasa tunasherehekea siku ya mwalimu duniani. Ni kwa kiasi gani mmekuwa chachu ya kuandaa vijana kuwa tulikuwa tunaongea hapa kabla tujaanza mazungumzo kwamba kila mzazi anatamani kuona mwanae anafanya vizuri sana, lakini hata tabia yake iwe ni kuvutia. Na naamini hilo jukumu walimu mnalo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu muda mwingi ambao hawa watoto wanakuwa nao huwa wanakuwa na walimu. Ni kwa kiasi gani hili mmekuwa mkilisimamia nyinyi kama tume kuhakikisha kwamba tunakuwa na vijana ambao kwamba wana taaluma mbalimbali lakini tabia zao ni vijana waadilifu, vijana wenye tabia nzuri na vitu kama hivyo? Umegusia sehemu au eneo ambalo ni la msingi kabisa. Na eneo la maadili linaanza kutoka katika familia. Lakini tume ya utumishi wa walimu ina jukumu kubwa sana katika kusimamia maadili. Na tukisema kusimamia maadili kwa maana tume inasimamia walimu ambao walimu ndo wanakuwa wanakaa na watoto wetu au wanafunzi kwa muda mrefu. Na mwalimu huwa anapikwa kutoka vyuo wanavyosoma. Kuna masomo kabisa ya maadili wanafundishwa walimu. Na kuna msemo unasema mwalimu kwa mfano. Yaani mwalimu kwa mfano, mwalimu anavaaje, mwalimu anatembeaje, mwalimu yaani ndo maadili yenyewe. Na nakumbuka huko nyuma ilikuwa mwalimu hata watu wakigombana kijijini basi ushauri wanaenda kupata kwa mwalimu. Unakimbilia mwalimu. Unafuata mwalimu. Kwa hiyo tume ya utumishi kwenye swala la maadili, kwanza tumeandaa miongozo ambayo tunasema ufafanuzi wa kanuni za maadili katika utumishi wa walimu. Kwa hiyo kila mwalimu anatakiwa kuzifahamu hizo kanuni kwamba ni do and don'ts. Anatakiwa afanye nini na anatakiwa asifanye nini. Na kanuni hizi tumeziweka kwenye website yetu ya tume. Utakapotembelea website ya tume ya utumishi wa walimu, basi kuna hizo nyaraka tumeziweka huko. Mwalimu popote alipo, hata kama ana simu yake, sasa hivi watu simu hizi tuzitumie vizuri, ni pamoja na kupata hayo maarifa. Basi anaweza akazisoma na kuzielewa zaidi. Lakini niongelee labda kwa yule mwalimu sasa ambaye anaenda kinyume na hizo taratibu za maadili, kwa maana mwalimu ni mlezi. Tume ya utumishi wa walimu kisheria imepewa mamlaka ya kumshughulikia mwalimu ambaye ameenda tofauti na maadili ambayo yanatakiwa kuwepo. Na tume imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna tume ngazi ya wilaya ambako tuko wilaya 139 kama alivyosema mkurugenzi Hafsa, lakini tuna tume makao makuu. Na huko kuna kamati ambazo ni za kisheria kabisa ambazo zinashughulikia masuala ya maadili. Na endapo mwalimu atapatikana na hatia, basi anaweza akafukuzwa kazi ya ualimu. Kwa maana hafai kuwa mlezi, hafai kuendelea na utumishi wa walimu. Hafsa, makosa yapi ambayo ni ya utovu wa nidhamu, maana ndio kukosa maadili huko, yanaweza yakampelekea mwalimu kuachishwa kazi? Yapo makosa mbalimbali, lakini kwa uzoefu ambao tuko nao, walimu wengi wanapatikana na hatia kwenye kosa la utoro. Kwa sheria zetu za utumishi wa umma, unapokosa kwenye kituo chako cha kazi na kutekeleza majukumu yako kwa mfululizo wa zaidi ya siku 5, kuanzia siku 6, yani adhabu kibarua kinaota nyasi. Hiyo ni kwenye kanuni, kwenye sheria hizo na kanuni tunazozisimamia zinasema hivyo. Usipokuwa kwenye kituo cha kazi zaidi ya siku 5 mfululizo, hakuna sababu yote ya msingi, basi hilo ni moja kati ya makosa yanaweza kufukuzisha kazi. Lakini kwa walimu tunaowahudumia, makosa mengine ambayo wanafanya
ni ya ukaidi, lakini kuna walimu wanaojihusisha katika mahusiano yasiyo mema na wanafunzi wanaowasimamia, na masuala mengine ya ubadhilifu ambayo kesi zake sio nyingi kama ambavyo zile kesi za utoro. Tujeni katika siku yetu sasa hii ambayo kilele chake ni tarehe 5. Kama tume mmejipangaje? Mna ujumbe gani kwa umma wa Watanzania mwaka huu? Tunatamani kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, basi tuchague viongozi bora ambao watatusaidia kuinua elimu yetu, ili sasa jamii na Watanzania kwa ujumla tuweze kuipata elimu ambayo tumeitamani na kuikusudia na ambayo imeelezwa kwenye sera ya elimu ambayo ipo sasa hivi. Kwa hiyo tuna mabanda ambayo ni ya maonesho yako Nyerere Square. Tume ya Utumishi wa Walimu pamoja na wadau wetu wa elimu ambao ni Wizara ya Elimu, TAMISEMI, lakini tuko pia na Ofisi ya Rais Utumishi, lakini tuko na mifuko ya kijamii ambako walimu wanachangia michango yao, PSSF, lakini tuko na watu kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo tunawaalika walimu wote wafike viwanja vya Nyerere Square ambako ndo tuna hayo maonesho, ambapo watapata huduma zote kwa wakati mmoja. Kama atakuwa na shida na ofisi ya TAMISEMI, basi ofisi ya TAMISEMI iko pale. Akihitaji masuala ya kiutumishi, one stop center, kituo jumuishi ambako akiwa na changamoto yoyote anaweza akawa ameipatia ufumbuzi pale. Lakini vile vile tumewaita Dar es Salaam. Tunajua swala la afya ni swala la msingi sana, na tukaona tutumie fursa hii kama kutoa mchango kwenye jamii. Kwa hiyo tunaomba Watanzania na walimu kwa ujumla tujitokeze pale ili tuweze kusaidia wenzetu, manake damu inatakiwa leo na kesho na kila leo. Kwa hiyo iko kesho yule, kesho kutwa ni mwingine kweli. Ngoja hapa tumalizie. Natamani kujiona wapi miaka 5 kwanza sasa hivi? Sisi kama taasisi tunayowahudumia walimu katika utumishi wa umma waliopo Tanzania bara, tunatamani katika miaka 5 inayokuja walimu wetu wawe ni mfano katika jamii. Sisi hatuoni kama ni fahari kutoa taarifa kwamba tumefukuza kazi walimu kadhaa. Mkurugenzi alitoa msemo mmoja kwamba mwalimu wa mfano. Mwalimu jinsi ambavyo yeye anaishi ni mfano kwa mtoto. Sisi wote ni mashahidi. Watoto wetu wakikwambia kitu amemwambia mwalimu, kumbadili mtazamo wake inachukua nguvu kubwa sana. Kwa hiyo mwalimu akiwa mfano bora, tunaona kwamba katika miaka 5 ijayo tuongeze nguvu kubwa katika kustawisha utumishi wao na sio kukatisha kwa ajili ya kwamba wamefanya makosa mbalimbali yanayosababisha kuondoa kwenye utumishi wa umma. Kwa mimi natamani kabisa ndani ya miaka 5 tusiwe tunaripoti kwamba tumefukuza kazi walimu kadhaa, badala yake tulipoti kuhusu promotion, tulipoti kuhusu tuzo mbalimbali za walimu wanaofanya kazi vizuri kwenye taaluma zao. Kwa upande wako mkurugenzi Fatma? Nitaka tu niseme kwamba tume imefanya kazi kubwa ambayo pia ni ya kupandisha madaraja. Labda niseme pia hilo ni jambo zuri ambako mwaka 2021-22 tuliweza kupandisha walimu 126,000. Kwa utaona kama vile nusu. Lakini kuna 22-23 walikuwa 65,000 pia walipanda. Ni jambo zuri madaraja, na hiyo pia ni katika ustawi wa walimu. Lakini kwa mwaka jana sasa 23-24 walimu 158,916. Kwa hiyo tulisema wamepanda kwa tsunami. Kwa hiyo na niseme tu pia mimi niungane na mkurugenzi Hafsa kwamba tunatarajia walimu ni kioo cha jamii. Kioo kwamba tunaamini kweli ndo wanaojenga na kuunda na ni kiwanda. Kwa hiyo walimu wetu tu niwatie moyo, shime tufanye kazi kwa bidii tuweze kujenga taifa letu. Asante sana. Tunashukuru sana kwa kutenga muda wenu na kuja kuzungumza
nasi kuhusiana na siku hii adhimu kwa kila binadamu, si Mtanzania tu, kwa kila binadamu. Tunataka kuzungumza hapa kwa mwalimu ni kada mama, kada zote. Nikushukuru sana Fatuma Muya, mkurugenzi idara ya ajira, maadili na maendeleo ya walimu kutoka TSC, Tume ya Utumishi wa Walimu Tanzania, na pembeni yako pale Absa Othman, yeye ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya utawala. Asante sana, niwatakie kila la heri. Asante sana mtazamaji. Kwa naongea hapa na maafisa kutoka Tume ya Utumishi wa Walimu Tanzania TSC, na tukiangazia siku hii ya walimu duniani, siku ambayo huadhimishwa kuanzia Oktoba mosi mpaka Oktoba 5 inakuwa kilele, na kuna kuwa na shughuli mbalimbali kutoka kuzungumza hapa, mfano kipengele hicho cha damu salama, kwa sababu mimi na wewe hatujui, tutatoka tu hapa lakini huwezi jua masaa mawili matatu kwa katika hali gani. Kwa hiyo kama alivyosema walimu, mchangamkie nafasi hiyo ya kwenda kuchangia damu, maana yake kuchangia damu na kupata huduma. Na zoezi litafanyika pale katika viwanja vya Nyerere, katikati kabisa, ama ni kitovu cha makao makuu ya nchi Dodoma. Mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada kutoka kwenye kipindi hiki maalum. Mimi ni Bakari Msuya, na asante na kwaheri.